Go Fake Production. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Hapo tuna discuss legal issues sasa upitia mtaani. Kama kuna legal issue unataka tu discuss, cheza na comment section. Leo tunajadili sexual harassment kazini, ambapo kwa Kiswahili ni unyanyasaji wa kingono kazini. Kila mfanyikazi ako na haki ya kuwa kwa ajira ambayo ina sexual harassment. Kulingana na Section 6 Employment Act, mfanyikazi atakuwa sexual harassed kazini na mwajiri wake, mwakilishi wa mwajiri wake au mfanyikazi mwenza wakifanya moja ya vitu zifuatazo. Kitu cha kwanza ni mmoja akifanya mfanyikazi kufanya ngono na yeye au shughuli nyingine yoyote inayohusu kujamiana kwa sababu ameahidi kumpendelea kazini, haikubali kufanya hivyo, au kwa sababu ametishia kuharibu kazi yake, akakataa kufanya ngono na yeye. Kitu cha pili ni mmoja akitishia mfanyikazi kuhusu hali ya ajira yake kwa wakati huo au wakati ujao, akakataa kufanya ngono na yeye au shughuli nyingine yoyote inayohusu kujamiana. Mfano, wakati mwajiri anatishia kumfuta kazi, anatishia kukataa kumpandisha cheo kazini, au anatishia kukataa kurenew mkataba wake wa ajira, akakataa kufanya ngono na yeye. Kitu cha tatu ni mmoja kutumia lugha yenye asili ya ngono kwa kuandika au kuzungumza, ambayo mfanyikazi anahisi haikubaliki au inamkera na kwa asili yake iko na athari mbaya kwa kazi ya mfanyikazi au utendaji kazi wake. Mfano, wakati mwajiri anatania mfanyikazi kuhusu ngono au sehemu zake za siri. Mifano mingine ni wakati mfanyikazi mwenza anamuuliza maswali kuhusu maisha yake ya ngono au kutumia meseji inayohusu ngono kwa simu yake. Kitu cha nne ni mmoja akionyesha au kutumia mfanyikazi nyenzo za kuona zenye asili ya ngono ambazo zinakera mfanyikazi au kuwa na athari mbaya kwa ajira ya mfanyikazi au utendaji kazi wake. Mfano, hizi nyenzo za kuona ni kama video, picha au michoro yenye asili ya ngono. Mfano hapa ni wakati mwajiri au mwakilishi wake akitumia mfanyikazi picha zake za uchi au akimwonyesha video isiyofaa ya ngono ambayo inaathiri mfanyikazi au utendaji kazi wake. Kitu cha tano ni mmoja akionyesha tabia ya kimwili yenye asili ya ngono ambayo mfanyikazi anahisi haikubaliki au inamkera na kwa asili yake iko na athari mbaya kwa ajira ya mfanyikazi au utendaji kazi wake. Mfano, wakati mwajiri au mwakilishi wake akiguza, akipapasa, akikumbatia au akisugua mfanyikazi kwa njia isiyotakikana au akifanya hivyo akijua mfanyikazi hataki. Kulingana na sheria ya ajira, mwajiri ambaye ameajiri wafanyikazi 20 au zaidi anafaa kutengeneza sexual harassment policy baada ya kushauriana na wafanyikazi au wakilishi wao. Baadhi ya vifungu zinafaa kuwa kwa hii sexual harassment policy ni kama zinasema: kila mfanyikazi ako na haki ya kutokuwa sexual harassed kazini. Mwajiri atachukua hatua kuhakikisha hakuna mfanyikazi atakuwa sexual harassed kazini, na mwajiri atachukua hatua za kinidhamu dhidi ya mtu yeyote ako chini yake ambaye anafanyia wafanyikazi wengine hii tabia. Hii policy pia inafaa kueleza jinsi mfanyikazi anaweza report sexual harassment akiwa kazini. Mwajiri akipokea ripoti kuhusu sexual harassment hafai kufichua jina la mlalamishi kwa mtu mwingine, isipokuwa pale ufichuzi unahitajika kwa madhumuni ya kuchunguza malalamiko au kuchukua hatua za kinidhamu kuhusu hayo malalamiko. Mwajiri anafaa kujulisha mtu yeyote ambaye ako chini yake kuhusu hii sexual harassment policy. Kulingana na sheria, ni jukumu la mwajiri kuweka mazingira ya kazi ambayo haina sexual harassment. Mwajiri anafaa kuhakikisha wafanyikazi wanajua taratibu watakaofuata kuwasilisha malalamiko yao ya sexual harassment. Mfanyikazi anaweza wasilisha kesi yake mahakamani ikiwa anadai alikuwa sexual harassed kazini. Akiweza kudhibitisha kesi yake mahakamani, mahakama iko na uwezo wa kuamuru alipwe fidia. Mfanyikazi anaweza shtaki mwajiri mahakamani akifutwa kazi kwa sababu ya kuwasilisha malalamiko yake kuhusu sexual harassment. Hapa atadai fidia dhidi ya mwajiri kwa kuwa sexual harassed kazini na kufutwa kazi kwa njia isiyo haki. Evidence inaweza tumika kwa hii kesi ni kama message mfanyikazi ametumia na mwajiri akitaka washiriki ngono na yeye, au message ametumia na mwakilishi wa mwajiri akitishia kumfuta kazi kwa sababu amekataa kushiriki ngono na yeye. Kama umeelewa kitu kwa hii video, subscribe, like, share, comment and I will see you the next one.